Mkuu wa mkoa wa Geita ametangaza rasmi kutokuwa na mwekezaji katika eneo la uwanja wa mpira wa CCM, eneo ambalo liliibua taharuki baina ya serikali ya kijiji na Chama cha Mapinduzi. Ikumbukwe kuwa Januari 24, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Riziki Shemdoe aliuagiza uongozi wa wilaya ya Geita chini ya mkuu wa mkoa wa Geita kuhakikisha kwamba ndani ya siku 14 unawasilisha taarifa ya kina kuhusu mgogoro unaomhusisha mwekezaji aliyedaiwa kubomoa maeneo ya serikali na kuanzisha miradi pasina utaratibu. Akizungumza na wananchi katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro, mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema kuwa mwekezaji ambaye alitajwa na kuwekeza katika eneo la Chama cha Mapinduzi hakuwa na mikataba ya kuwekeza katika eneo hilo. Mimi naitwa Mika Ndaba na hizi ni ripoti zaidi. Swala la uwekezaji katika eneo hili ambalo mchakato wako ulishapisha kuanza kwenye ngazi ya tawi, kwa kuzingatia umiliki wa eneo hili la uwanja wa michezo, tayari kimeshaanza mchakato wa ndani kwa kutumia vikao vyake kujadili nini kinataka kuwekezwa, kina tija gani kwa wananchi wa Katoro, kina faida gani kwa chama. Na mara baada ya mchakato utakapokamilika, ndio sasa mwekezaji atakuwa amepatikana. Kwa sasa tunapozungumza, timu yetu imebaini mpaka sasa hakuna mtu anayeitwa mwekezaji wala hakuna mkataba uliosainiwa katika eneo hili. Katoroe. Kwa hiyo kama mnaona kuna mtu anaitwa mwekezaji, hana mkataba wala hajakabidhiwa rasmi kuanza shughuli za nini? Za uwekezaji. Kwa mpaka vikao halali vya Chama cha Mapinduzi kikae, kijadili, kikamilisha taratibu zake, kiangalie tija kwa wananchi ya mradi unaopendekezwa, tija kwa chama ya mradi unaopendekezwa, ili sasa maamuzi ya chama yakamilike na mwekezaji apatikane, mkataba uandaliwe, na sasa mwekezaji aweze kukabidhiwa rasmi kwa shughuli za uwekezaji. La nne, kwa kuzingatia umuhimu wa michezo na dhamira ya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuinua michezo Tanzania katika michakato yake ya Chama cha Mapinduzi, wakati wa kumpata mwekezaji kitazingatia umuhimu na uwepo na uendeleaji wa uwepo wa uwanja wa michezo katika eneo letu la Katoro. Kwa tumepokea na tunamshukuru sana kwa sababu ameiwakilisha serikali, lakini pia amekiwakilisha Chama cha Mapinduzi ili kusaidia wananchi wake kubai katika maisha ya kawaida ambayo chama kimechagua kusaidia wananchi. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa yale maelezo yake ya kwamba yale maeneo ambayo yalikuwa yanawekezwa utaendelea kuwa uwanja wa michezo. Tunapokea kwa sababu ndio maelekezo ya serikali, lakini pia ninaamini sio maelekezo ya serikali peke yake, ikiwemo Chama cha Mapinduzi kinachoongoza wananchi wa jimbo la Katoro. Kiukweli ni kwamba kwa maamuzi ambayo mkuu wa mkoa amefikia kwamba uwanja huo uendelee kuwa uwanja wa mpira na kwa michezo yote, maamuzi hayo mimi binafsi nimependezwa nayo. Baada ya kuingia kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992 kupitia Chama cha Mapinduzi, na kwa sababu ndicho chama kilichokuwa kinatawala, waliamua peke yao pasipo maamuzi ya wananchi kuchukua uwanja huo na kuumiliki kupitia chama chao. Lakini kwa uhalisia uwanja wa mpira wa Katoro ulikuwa unamilikiwa na serikali ya kijiji, kipindi hicho kijiji kikiitwa kijiji cha Ujamaa. Sasa basi, kwa sababu mchakato umeendelea na kwa haya yaliyotokea tarehe 24 mwaka 1925 majuzi 26, tunashukuru kwamba uwanja uendelee kutumiwa na wananchi wa aina zote.